Fizi News 24. Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Kwa mara nyingine, mwanzo mwema wa juma, mpenzi mtazamaji wa ratiba zetu toka Kivu Leo 24. Mjambo na karibu kwa matangazo ya Novemba 17 mwaka wa 2025. Tunakutangazia toka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimbo la Kivu ya Kusini. Natasha Mingo Andrea ni mtangazaji wa siku. Tuangazie habari zetu na habari za kijamii. Zaidi ya mwezi mmoja baada ya kuzuka kwa mkasa wa moto katika eneo la Funube na Nyamulagira, waasiriwa wa mkasa huu wanavumilia hali ngumu isiyo ya kifanii. Wanaonekana kuwa wameachwa, lakini wanastahili maisha bora kama kila mtu mwingine. Angalizo hili limetolewa wikendi iliyopita na waandishi wa habari mjini Bukavu. Katikati ya kile kinachofanana na jangwa, mwanzo wa kurudi kwa uhai unaonekana kwenye tovuti ya janga. Wengi wanajenga maladhi ya muda yaliyoonekana na mtindo wa ndani. Hata hivyo, wengine bado wanalala chini ya anga ya wazi na kuhatarisha magonjwa yanayotokana na maji kutokana na hali zisizoweza kuishi ambazo wanaishi. Akionekana kuguswa na mkasa huo wa hivi karibuni, Binele Bisimu anasema hata yeye na watoto wake ambao walikuwa wameokolewa chupuchupu bado wanasikia harufu ambayo kuungua katika eneo ambalo bado halijasafishwa. Kwa jirani, watu 14 waliokufa katika moto uliotokea Funube tarehe 27 Oktoba mwaka tulimo. Kilio cha huzuni kutoka kwa manusura bado kinasikika hewani katikati ya masaibu anayovumilia. Mbali na kuona watoto wake wakiacha shule, hawezi tena kuandikisha tena baada ya kupoteza vifaa vya shule, kadi za ripoti na nyaraka zingine muhimu. Akiwa amekabiliwa na janga la kibinadamu na umaskini ambao familia yake imeangukia, anaomba watu wenye nia njema wamuunge mkono kupitia makadhi ya dharura, chakula na misaada mingine muhimu. Aliongeza kuwa msaada wa kisaikolojia kwa watu hawa wote walio katika mazingira magumu ni muhimu ili kuzuia matatizo ya afya ya akili katika siku zinazofuata. Baadhi ya wataalamu wa magonjwa ya akili ambao walitaka kubaki bila majina wanaamini hili kesi. Akiguswa na ukubwa wa janga hili, kiongozi wa manispa ya Kadutu chini ya bendera ya AFC M23 alitangaza uratibu wa chanzo cha maji ya Funube ili kukabiliana na magonjwa yanayoweza kusababishwa na maji. Kwa kifupi, usanifu wa kisasa na vifaa vinavyostahimili moto ni muhimu hata zaidi ya ukuaji wa miji au upanuzi wa jiji ambalo tayari lina msongamano wa Bukavu, ili kulinda raia wake kutokana na hali kama na hizi. Usalama. Serikali ya muungano wa Mto Kongo AFC M23 walitia saini mkataba wa mfumo wa amani ya kina mashariki mwa DRC Jumamosi Novemba 15 huko Doha, Qatar, chini ya upatanishi wa Qatar. Kulingana na Radio Kapi, ingawa mkataba huu wa mfumo hauna vifungu vyovyote vya kisheria, waraka huo unaashiria dhamira ya kuendeleza mijadala juu ya itifaki kadhaa muhimu na kudhibitisha tena uhuru wa DRC. Mkataba huo unatoa mchakato wa amani wa kina kwa kuzingatia mazungumzo na kusitishwa kwa uhasama. Pande zote mbili zinathibitisha kujitolea kwao kwa katibu. Pande zote mbili zinathibitisha kujitolea kwao kwa katiba, uadilifu wa eneo na kuheshimu sheria za kimataifa za kibinadamu. Kiini cha maandishi na urejeshaji wa mamlaka ya serikali katika eneo lote la taifa, hasa katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa AFC M23. Majadiliano zaidi yatafafanua hatua, kalenda ya matukio na taratibu za utekelezaji huu.
zikihusisha mamlaka za mitaa, jadi na kisheria. Habari za madini. Papa Leo Xavier 14 analaani mauaji yaliyotokea siku ya hivi karibuni mashariki mwa DRC na kuombea familia za waasiriwa. Alieleza hayo katika taarifa iliyoshauriwa na wenzetu wa Actualite.cd mnamo Jumatatu Novemba 17 mwaka tulimo. Papa Leo alishutumu mateso ya jumuiya za Kikristo katika maeneo kadhaa ya dunia na kueleza ukaribu wake na familia za waanga wa mauaji yanayotokea siku za hivi karibuni mashariki mwa DRC katika sehemu mbalimbali za dunia. Wakristo ni wahanga wa ubaguzi na mateso. Natoa maombi yangu kwa familia za Kivu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo mauaji ya raia yanatokea katika siku za hivi karibuni. Tuombe kwa vurugu zote zikome, Papa alisema wakati wa Malaika wa Bwana. Shambulio hilo alilorejelea lilisababisha vifo vya watu wasiopungua 20 huko Byambwe, eneo la Manzia, takriban kilomita 64 kutoka Butembo. Wagonjwa 15 na wenzao waliuawa ndani ya kituo cha afya cha eneo hilo. Shambulio hilo linahusishwa na ADF iliyoteuliwa na Washington kama ESCDRC. Kundi hilo ambalo ni mojawapo ya mashirika yanayofanya kazi zaidi katika eneo hilo linafuata mkakati wa kuwalenga ugaidi na kudumisha uwezo mkubwa wa kiutendaji licha ya shinikizo la pamoja la kijeshi kutoka DRC na Uganda. Kama ukumbusho, zaidi ya watu 50 waliuawa huko Rwangoma mnamo Agosti mwaka wa 2016 karibu na Beni. Wakati huo, ujumbe wa kitume nchini DRC, Askofu Mkuu Louis Marion Montemayor alitembelea eneo la mauaji kabla ya Papa Francis kushutumu ukimya wa aibu unaozunguka mauaji hayo. Afya. Mfumo wa uratibu wa asasi za raia eneo la Mwenga unatoa wito kwa huduma za serikali na madaktari wa mifugo wa eneo hilo kuendelea na maziko ya ng'ombe aliyekufa huko Kibanda katika kikundi cha Bashilo Banda Kichifu Basile. Shirika hili la wananchi lilieleza hayo katika mahojiano na wenzetu wa redio televisheni Ngoma ya Kivu Jumatatu Novemba 17 mwaka tulimo. Kulingana na shirika hili la wananchi, ng'ombe katika kikundi kilikuwa kikisafirishwa kutoka Bukavu kuelekea mji wa Kamituga. Walikufa mnamo Novemba 14 chini ya hali ambayo bado haijulikani. Waliongeza kuwa mzoga tayari uko katika hali ya kuoza ambayo inaweza kusababisha magonjwa. Hii ilikuwa ni fursa kwa Mukamba Milenge Henri, mratibu wa muda wa mfumo wa mashauriano wa mashirika ya kiraia ya Mwenga, kuwataka wananchi kuwa waangalifu na kujiepusha kukaribia maiti hii ili kuzuia hatari zozote zinazoweza kutokea. Alisema, tunatahadharisha wakaaji na kukumbusha wakubwa wa serikali ya kwamba kwenye kundi la ng'ombe lililotoka Bukavu, moja imefariki hapo Kibanda mkoani Basile, nayo imeanza kutoa harufu. Hii ni tangu tariki 14 mwezi wa 11 mwaka huu tunao, na kisa ingali bado kujulikana iliyopelekea ng'ombe hiyo kufariki. Hiyo maziko sherti iheshimu taratibu zenye kushikiliwa na waganga wa wanyama, nayo iendeshwe kwa haraka. Tunaomba wakaaji kuwa waangalifu na kujiepusha na mzoga wa mnyama huyo kwa kuepukana na magonjwa yenye kuambukia nyama kwa mtu na mtu kwa nyama vile vile. Hivyo maziko hiyo sherti ifanyike na wajuzi wenye kujua jinsi ya kuingia na kutoka kufuatana na tukio hilo. Afya. Visa vya ugonjwa wa kisukari katika jimbo la Kivu Kusini vinaongezeka kutoka 11,659 hadi 16,709 kati ya mwaka wa 2020 na mwaka wa 2024, ikiwa ni ongezeko la pasenti 43. Taarifa hii imetolewa na idara ya afya ya mkoa kando ya siku ya kisukari duniani. Katika kukabiliana na hali hiyo, mkurugenzi wa kituo cha Kivu Diabete Dr. Albert Kalehezo
anawataka watu wanaoishi na kisukari kuzingatia mpango wa kimatibabu yao na kutanguliza ustawi wao kiakili, kijamii na kiuchumi, wakijitahidi kuishi maisha yenye kuridhika kulingana na hali zao. Pia anawahimiza walio hatarini kupima afya zao na anatoa wito kwa jamii kukubali, kuunga mkono na kuwatia moyo watu wenye kisukari bila hukumu. Dr. Albert Kalehezo pia anatoa wito kwa mamlaka kuwekeza katika kuhakikisha upatikanaji wa huduma stahiki kwa ugonjwa wa kisukari. Habari za kijamii. Katika juhudi za kuboresha hali ya maisha ya watu, chama cha ADAFE hivi majuzi kimeweka bomba 3 za maji ya kunywa huko Lugushwa katika eneo la Chifu la Wamuzimu katika tarafa la Mwenga. Makabidhiano rasmi ya mabomba hayo yalifanyika wikendi iliyopita katika eneo hilo. Kulingana na Baudouin Lwabuya Baleka, mkuu wa chapisho la mawasiliano la jamii ya Lugushwa, mpango huu ni jibu la juhudi za utetezi zilizofanyika kwa miezi kadhaa na mashirika ya ndani na ADAFE yenye lengo la kuwezesha upatikanaji wa maji ya kunywa kwa wakazi maskini. Alishukuru jamii kwa uhamasishaji wao katika utekelezaji wa mradi huu unaonufaisha wakazi wa eneo hili la eneo la Mwenga. Wanufaika walielezea kuridhika kwao na walishukuru shirika kwa huduma hii ya wakati. Baadhi yao wamejadili hili katika mahojiano yaliyokusanywa nasi. Ya ADAFE kwa kazi yenyewe anatulea sisi wa mama, sababu mama bila maji hakuna kitu, lakini tunasema asante na Mungu awabariki kwa kazi yenyewe mnatutendea. Mungu awabariki. Kwa niaba ya Jeunesse tunashukuru association yetu ADAFE kutuunga mkono na kutusaidia kutupatia maji safi, na tunashukuru pia papa chef de poste kutuunga naye mkono pamoja kwa maendeleo ya kupata maji safi. Habari za kijamii. Kukuza amani na mazungumzo ya kidini kwa kuongeza ufahamu wa umma juu ya maadili ya kuishi pamoja kwa amani, kuheshimiana na utu wa kibinadamu. Hili ndilo lilikuwa lengo la mkutano wa kidini kwa ajili ya amani uliofanyika wikendi iliyopita katika kituo cha amani cha Jumuiya ya Saint Egidio mjini Bukavu. Wakati wa mkutano huu, wanajopo kutoka madhehebu kadhaa ya kidini walijadili changamoto zinazoikabili DRC na kupendekeza masuluhisho endelevu ili kuhimiza mabadiliko ya kweli. Kwa upande wao, wawakilishi hawa kutoka kanisa Katoliki, kanisa la Kiprotestanti, Jumuiya ya Ubahai, kanisa la Kiislamu na wengine wengi walitoa wito kwa watu wa DRC na wa Bukavu hasa, ambapo kukata tamaa kuna tawala, kusonga zaidi ya maneno na kuelekea vitendo halisi vinavyounganisha watu wote wenye haya ili kujenga ulimwengu ambao amani hudumu inakuwa lugha ya kawaida. Kwake Dr. Bienveni Maeshe, mmoja wa viongozi wa Jumuiya ya Saint Egidio na uandaaji wa mkutano huu, kudhubutu kukumbatia amani ina maana kwanza kuishi ndani ya jumuiya ya mtu mwenyewe na kisha kuwashirikisha wengine. Ikumbukwe kwamba mkutano huu wa madhehebu mbalimbali ulihudhuriwa na vijana wengine wa imani tofauti, vikundi vya vijana na wanafunzi na wanachuo, na uzingatiaji mada kuu: dhubutu kukumbatia amani. Tutamatishe na habari za soka. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilishinda Nigeria katika fainali ya mchujo wa kuwania kufuzu kwa kombe la dunia la 2026 Jumapili, Novemba 16 mjini Rabat. Leopard waliwaondoa Super Eagles baada ya mikwaju ya penalti na hivyo kujihakikishia nafasi ya kufuzu kwa mchujo wa mabara. DRC, mgombea wa mwisho aliyesalia kutoka bara, atajaribu kupata nafasi yake ya kufuzu kwa kombe la dunia katika mashindano ya mabara yanayopangwa kufanyika Machi ijayo nchini Mexico. Ili kufikia fainali hii, wa Nigeria walikuwa wamemaliza Gabo 4-1 siku ya Alhamisi Novemba 13. Jioni hiyo, Leopard walikuwa wameifunga Cameroon 1-0. Shukrani kwa bao la dakika za lala salama la Chancel Mbemba. Wakongo walionyesha udhibiti mkubwa na kukaidi utabiri ambao ulitabiri
kutawaliwa na Nigeria kwa kubadilishwa kidogo kuanzia 11 walidhibiti mchezo licha ya hofu ya awali katika dakika ya pili. Kibali duni cha Arthur Manswaku kiliipa Super Eagles bao la kwanza. Leopard walibaki watulivu na kusawazisha, shukrani kwa Meshakelia aliyewekwa kimiani vyema na Cedric Bakambu. Krosi ya Bakambu iliyopanuliwa na beki ilimruhusu mshambuliaji huyo wa DRC kumaliza. Wakati wa pumziko timu hizo mbili zilikuwa sawa. Kipindi cha pili Wakongo waliendelea kutawala lakini hawakuweza kupata mshindi. Muda wa ziada haukubadilisha chochote. Mechi hiyo iliendelea kwa mikwaju ya penalti kuamua mshindi, na hapo ndipo Leopard ya DRC ilijidhihirisha kuwa watunzi zaidi na kupata ushindi huo kwa mchezaji wa akiba ambao walileta mabadiliko, haswa Timothée Fayulu akichukua nafasi ya Mpansi. Kipa Timothée Fayulu alipanulia kwa kuokoa majaribio mawili ya Nigeria. Ushujaa wake ulimruhusu Chancellor Mbemba ambaye tayari ameshamua dhidi ya Cameroon kufunga penalti ya ushindi. Ndoto ya Leopard ya Marekani sasa itaanza nchini Mexico mnamo Mechi. Mechi za mchujo kati ya mabara zitaamua mechi za mwisho za kufuzu kwa kombe la dunia la 2026. Timu hizi zilizo katika nafasi ya juu zaidi katika uwanja wa FIFA zitaingia fainali moja kwa moja, huku nyingine 4 zikilazimika kupitia nusu fainali. La ziada hatuna. Taarifa ya Novemba 17, 2025 inakomea hapa. Mpenzi mtazamaji wa ratiba zetu, asante kuwa nasi mwanzo hadi tamati na kubaki mwaminifu kwa matangazo yetu mengine. Mwanzo mwema wa juma. Kwaherini. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.